Miguel Angel Gamondi akiwa na timu ya taifa ya Tanzania, mechi 6 ameweza kushinda mechi 0 na magoli ya kufunga ni magoli 6, huku magoli ya kufungwa yakiwa 16. Mkononi mwake ana robo fainali moja ya mashindano ya Afrika AFCON, na hapo siku ya jana timu ya Tanzania Taifa Stars iliweza kuchabangwa goli moja na timu ya Liechtenstein, timu ambayo inashika nafasi ya 205 katika viwango vya FIFA, huku sisi Tanzania tukiwa tunashika nafasi ya 100. Timu iliyotufunga tumeweza kuipita takribani nafasi 100. Bwana, siku ya jana wadau wengi wa soka waliweza kukasirika kwa kile kiwango ambacho kiliweza kuoneshwa na kocha Miguel Gamondi na wachezaji wake wa ujumla katika timu ya taifa. Timu ya Liechtenstein ambayo haijashinda takribani mechi 30 zilizopita, yani katika mechi 30 zilizopita, basi timu ya Liechtenstein haikuweza kushinda mechi za kufuzu kombe la dunia, mechi za Euro kule Ulaya haikuweza kufuzu, iliweza kufungwa kila mechi na haikuweza kufunga hata goli. Lakini kwa bahati mbaya isivyo bahati, timu yetu ya Tanzania imeshindwa kuishinda timu ambayo kiufupi ni dhaifu katika kila engo. Lakini kuna baadhi ya watu walijaribu kuweza kumtutia Miguel Gamondi na kusema ya kwamba hata kama timu ya taifa Tanzania imeweza kuchabangwa goli moja, lakini kiufupi Miguel Gamondi ameweza kuibadilisha kabisa timu ya taifa inavyocheza. Ni tofauti kabisa ambavyo alikuwa anacheza kipindi cha Hemedi Morocco. Kipindi kile Morocco ni kocha, kitu ambacho alikuwa akifanya Morocco ni kuhakikisha kwamba Wazanzibari wazenji wanacheza katika ile timu, lakini performance ilikuwa ni mbaya sana ukizingatia performance ya mechi ya mwisho, mechi kati ya Zambia na Tanzania iliyochezeka katika uwanja wa Amani Complex. Timu ya taifa ya Tanzania iliweza kukubali kupigwa kichapo cha goli 1-0 kwa mara nyingine tena. So kwa kile kitu ambacho Miguel Angel Gamondi amekuwa akifanya, of course ni kitu kizuri sana. Watu wengi wamekuwa wakimcriticize na kusema kwamba ni kocha ambaye hatofai, lakini ukijaribu kuangalia kwa jicho la kiufundi, kutokana na resources ambazo wanazo, kutokana na wachezaji ambao wanao, basi kile kitu ambacho timu inakionyesha ni sahihi kabisa. Wachezaji wanapambana na mwisho wa siku kwenye mechi ya jana wakafanikiwa kushindwa kuvuna alama zote 3. Lakini ukiangalia kiufundi, timu ya Gamondi imekuwa ni timu ambayo inacheza vizuri. Of course imekuwa ni timu ambayo ina possess mpira, inapiga hapa na pale. Swala limekuwa ni lile la kila siku la timu kushindwa kutumia nafasi ambazo inazipata. Uliweza kumuona Suleiman Mwalimu, mshambuliaji wa timu ya Simba Sele Bwenzi, alishindwa kumalizia baadhi ya nafasi ambazo aliweza kuzipata katika ile mechi ya Liechtenstein. Kwa hiyo wale wote ambao wanasema ya kwamba Miguel Gamondi hatufai, of course sisi kama Bongo Nene tunaweza kusema kwamba wanakosea pakubwa sana, kwa sababu Miguel Gamondi amejaribu sana kuweza kuibadilisha timu ya taifa. The way inavyocheza ni tofauti kabisa na makocha wengine akiwemo Adel Amrouche na kocha Morocco ambaye aliweza kufanya vibaya kabisa, na mwishoni iliweza kumuona timu yake ikicheza na Zambia, na mwisho siku Zambia akaweza kutufungia hapa hapa nyumbani katika uwanja wa Amani Complex. Of course sisi kama Bongo Nene tunasema kwamba Gamondi anatufaa sana kama tunahitaji kufanya vizuri katika mashindano AFCON ya mwaka 2027 ambayo sisi wenyewe tukishirikiana na Uganda pamoja na Kenya tutaandaa. Basi ni vizuri tuweze kumwacha Miguel Angel Gamondi, tuweze kumwamini anaweza kutupa kitu ambacho of course kinaweza kuwa ni kizuri katika mashindano yale. Na hata ukimsikiliza yeye mwenyewe Miguel Gamondi anakuambia target yake yeye ni kuhakikisha timu ya taifa Tanzania inaweza kufanya vizuri kwa mashindano AFCON ambayo yataenda kufanyika katika mwaka 2027 katika ardhi ya nyumbani ya Tanzania. Of course Gamondi aweze kuachia timu, na ukizingatia Gamondi ni moja kati ya makocha bora kabisa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Tuliweza kumuona akiwa na timu ya Yanga. Timu ya Yanga ilikuwa ni timu nzuri, lakini kutokana na mambo ya hapa na pale, kama tunavyojua timu zetu za hapa nyumbani mambo ni mengi sana, waliweza kumfukuza. Basi Singida wakamchukua, walipomchukua alifanya vizuri sana, ndio maana shirikisho la mpira hapa Tanzania TFF waliamua kurudisha Miguel Gamondi ili aweze kuendelea kukipiga katika timu ya taifa. Of course mimi ningeweza kumshauri Miguel Gamondi kwamba aongeze umakini kwenye masuala mazima ya selection ya kikosi. Of course kikosi ambacho alikuwa amekichagua katika siku zilizopita ambacho kitacheza mechi 2 ikiwemo mechi moja ya Liechtenstein ambayo tayari kikosi kimeweza kucheza, basi ningependa aongeze selection, aweze kuchagua kikosi vizuri. Kwa mfano katika mechi ya Liechtenstein aliweza kuanza na Mohamed Hussein Zimbo Junior. Ukiangalia Mohamed Hussein sio mchezaji mbaya, lakini kwa sasa ameweza kuzidiwa performance na mchezaji wa Simba hapo namzungumzia
mzee wa kujitutumua Nixon Kibabage, kwa sababu Kibabage amekuwa ni mchezaji ambaye anaonesha moja kati ya vitu ambavyo tumekuwa tukivimisi kwa muda mrefu kama Tanzania. Amekuwa ni mtu ambaye ana energy, amekuwa ni mtu ambaye anapanda na kushuka. Mchezaji Mohamed Hussein sio mchezaji mbaya, lakini ukiangalia performance ambayo atakupea bwana mdogo Kibabage ni nzuri kuliko Mohamed Hussein. Kama unavyomjua Kibabage anapanda na kushuka, lakini Mohamed Hussein sometimes kuna masuala mazima ya kushuka inakuwa ni vigumu kwake kutokana na umri ambao anao na time ambayo ameweza kucheza. Unaweza kusema kwamba jua imeweza kuzama, lakini pia unaweza kumwangalia Haji Mnoga. Tunajua kabisa Haji Mnoga anacheza nje ya mipaka ya Tanzania, lakini ukiangalia style of play yake anavyocheza hana utofauti kabisa na Shomari Kapombe. Show me the way. Shomari Kapombe amekuwa ni mchezaji ambaye amejipambanua kwa kupiga cross na kuweza kuanzisha mashambulizi katika masuala mazima ya soka. Tuliweza kumuona kile kitu ambacho anakifanya katika timu ya Simba, amekuwa akitafuta sana matokeo, lakini sijajua ni kwa nini Miguel Angel Gamondi amekuwa ni mtu ambaye hapendi kumtumia Shomari Kapombe na anaamua kumtumia Haji Mnoga, ambaye huyu Haji Mnoga anaweza kukupa zaidi faida kwenye masuala mazima ya ukabaji, lakini kwenye masuala mazima ya ushambuliaji Haji Mnoga amekuwa ni mzito kabisa, lakini kwenye masuala mazima ya kuwa na pumzi imekuwa ni vigumu kwa Haji Mnoga kuwa na pumzi. Amekuwa ni mtu ambaye amekosa pumzi, anachoka mapema. Kwa hivyo Miguel Gamondi sio kwamba kikosi chake ni kibaya, lakini akirekebisha baadhi ya vitu, basi timu ya taifa inaweza kufanya vizuri sana katika mashindano ya AFCON ambayo tutaandaa hapa nyumbani Tanzania, tukishirikiana na majirani zetu, marafiki zetu Kenya na Uganda. Miguel Angel Gamondi ni bonge moja la kocha. Kwa hiyo kitu kingine ambacho anachotokea kukirekebisha Miguel Angel Gamondi ni style of play. Ndio simu inacheza vizuri, lakini masuala mazima ya kupress juu, highline press ni masuala ambayo of course mimi sijapenda, ukizingatia wachezaji wetu. Ukimwangalia Bakari Nondo Mwamnyeto, ukimwangalia beki Twalib Nur, ni wachezaji ambao wamezoea kucheza mipira ya Kitanzania, na ukizingazia mpira wa Kitanzania hauna high pressing. Kwa hiyo wanapofanya high pressing wanakuwa wanafanya makosa sana kwenye mstari wa katikati. Hata ukiangalia goli ambalo timu ya Leicester kutoka bara la Ulaya iliweza kutufunga, basi ilisababishwa na makosa ya Bakari Nondo Mwamnyeto pamoja na Abdulwahab Nur. Yule striker bwana ilibidi aweze kumface face to face goalkeeper wetu Aish Salum Manula, lakini kwa bahati mbaya Aish Salum Manula sio mzuri sana kwenye 1 against 1, akashindwa kusave ile goli. Kwa mfano makipa kama Djigui Diarra na Musa Kamara, kipa wa Simba ambaye sasa anaweza kuumia, ingekuwa ni rahisi kwa wao kuweza kusave ule mpira, kwa sababu wamekuwa ni watu ambao wanacheza aina ya sweeper kipa. Ukiangalia Aish Salum Manula ni goalkeeper, japokuwa anajaribu sana kucheza kama sweeper na inakuwa ni vigumu sana kutokana na yeye ni goalkeeper parcel, goalkeeper asilia defending, tofauti na makipa kama Djigui Diarra pamoja na Musa Kamara ambao hawa ni masweeper kipa. Miguel Angel Gamondi inabidi tuweze kumpima kwa mara nyingine kwenye mechi ijayo, ambayo hii itakuwa ni mechi ya kutafuta mshindi wa 3. Kama unakumbukumbu vizuri kule ambako Taifa Stars inaenda kucheza, basi ile ni tournament ambayo imeweza kuandaliwa na mataifa fulani ya kule Ulaya, wakaweza kualika Tanzania. Kwa hivyo sasa, ili waweze kuonesha angalau uhai katika timu, wanatakiwa hasa kugombania mshindi wa nafasi ya 3. Na ukiangalia finali limeenda taifa la Macau na taifa la Latvia. Kwa hiyo sisi kama Watanzania inabidi tuweze kuisupport timu yetu, tuweze kumsupport Miguel Angel Gamondi, tuache kumponda, ili aweze kutuletea angalau medali za mshindi wa 3 katika ile tournament ambayo iliweza kufanyika kule katika nchi ya Rwanda, nchi ya Kigali, Rwanda. Bwana, hayo ni mambo ambayo sisi kama Bongo Nine tuliweza kuandalia ili tuweze kukueleza ni kitu gani ambacho kimeweza kuifesi timu yetu ya Tanzania. Of course wewe kama mtazamaji wa Bongo Nine kwenye uwanja maoni, unaweza kutuambia ni kitu gani ambacho ungependa kiweze kufanyika ili kuweza kuisaidia timu yetu ya Tanzania, ambayo hapo siku ya jana iliweza kufungwa na timu ya Leicester, na timu ambayo of course nchini kwao kuna watu takribani 40,000, watu wachache kabisa, ni asilimia chache sana, kwa sababu hata katika jiji la Dar es Salaam hawezi kufika watu 40,000. Watu 40,000 kwa nchi ni wachache sana, na ukiotolea mfano hao watu 40,000 kwa Afrika pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa, useme wakae mule ndani, bado watakaa na uwanja utabaki ukiwa wazi. Watu 40,000 ni watu wachache sana, japokuwa wana watu 40,000 wamewekeza sana kwenye masuala mazima ya soka. Wamewekeza takriban shilingi bilioni 15 za Kitanzania kwenye masuala mazima
ya soka. Wako wachache 40,000 lakini pia wameweza kuwekeza pesa nyingi. Hata serikali ya Tanzania inaweza kuchukulia huo kama mfano na wao, ili waweze kuwekeza pesa nyingi kwenye masuala mazima ya soka, ili tuweze kuiona timu ya taifa inaenda mbali zaidi sana kuliko pale ambapo iliweza kwenda, kwa sababu tunajivunia katika AFCON iliyopita tuliweza kuishia hatua ya robo finali. Kwa hivyo basi timu yetu ya Tanzania inatakiwa ifanyiwe investment ili na sisi siku moja kama Tanzania tuweze kuingia katika World Cup, yani yale mashindano ya kombe la dunia, ili na sisi tuweze kuonekana na dunia. Bwana, mimi niseme ya kwamba sina la ziada kutokea mwanzo mpaka mwisho wa hii exclusive ambayo inahusu timu ya taifa ya Tanzania. Ulikuwa nami Blizzard wako kwa siku zote, Richmo TZ. Lakini kabla sijakuacha, ningependa kukuasa ndugu mpenzi mtazamaji, uweze kusubscribe channel yetu ya Bongo 9, lakini pia uweze kucomment hapo chini kwenye uwanja wa maoni. Mpaka wakati mwingine kwenye mambo mazuri ya kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Once again ulikuwa nami Richmo TZ.